juste. Nikamaliza ile kipindi, nikalala, nikaingia mu priere asubuhi. Nikaenda kunyumba. Penye nililagaka kama mimi natoka mimi naenda ku priere. Baka niuliza, "Unatoka wapi ku priere?" Nikamwambia nilikuwa ku priere kwa nabii Zede Elia. Wa kwanza akajibia hivi, "Hey, unatoka kwa nabii Zede Elia? Na wewe ulishakuwa Freemason." Nikasema, "Yesu asante kunifanya na mie niwe Freemason. Lakini weye na mie kesho tutakuwa ba Freemason." Kashukuru Mungu, ile kapita. Nikaendelea na mambo yangu. Mimi nikasema hata mfanye bienu na mseme vyote vya mnataka, Mungu wa nabii Zede Elia aisha nifanyia mambo mengi yenye siwezi elewa, na kumwacha ni nguvu. Nikabambia hapa kesho sami naanza bawekea mkono mnaanguka chini, ndio mtaelewa gisi na mie ile Freemason ya nabii Zede Elia nishakuwa naye. Saba alisikia vile wakasema, kumbe ndio byenyoko nenda debrier. Na mimi nikasema ndio. Nikakumbuka gisi mzee aliniambiaka maneno yenye ndaongea na mamangu mzazi. Sasa nilielezea mama yangu mzazi ile maneno, akanikubali. Sasa alinikubali kutoka tukuye naye ku priere, akanidevier. Akasema sitaenda, uende wewe peke na mambo yako. Na muinterese mu byangu vyote kusudi naye akwe ona gisi haiko Freemason ndio naenda kaomba, lakini naombaka Mungu mzima. Nikashukuru Mungu. Mamangu akanizarau, hakunijali. Nikasema hata mkatale mimi nitaendelea, lakini siku moja mtanikuta hapa. Ile mambo ikapita. Cha kushangaza, bitu yenye sikukuwa na wazia kama ndeza ifikilia tena, bali niambia kama batafika lendi asubuhi, lakini bakasema batapita, batanisalimia na banaenda, lakini Mungu wa madhabahu batabakia nyumbani kwangu. Baba najua bale batu benye nataka kusema hapa alikuwa ni mke wangu na watoto. Niko baba wa batoto 2. Mtoto wangu eko na miaka 2 ya kuzaliwa, nifie jinake Grace. Wa pili